na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmenisikia ndugu zangu? Mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Katika Luka kwanza sura ya 6 mstari wa 36 maandiko yanasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kumbe Biblia imetuagiza kuwa na huruma. Imetuagiza tuwe na huruma. Huruma ni pamoja na ukimuona mtu anaumia, analia, jaribu kumuonyesha hata mwingine kwamba jamani, kuna mtu huko analia, kama muone mimi nimemuona, naona analia, naona anaumia. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana amekwenda wapi, anafanya nini. Na wale missing persons, kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi, lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda. Sasa nisemacho ni kwamba kufutiwa kwa usajili wa kanisa la Askofu Gwajima, iwe kosa lake litakuwa ni hilo ama sio hilo, lakini kwa Watanzania kwa ujumla ama kwa watu wote wenye utu, tunatakiwa kujifunza jambo kubwa sana, kwamba inawezekana hatua tuliopo ni hatua ambayo injili ili ionekane kuwa injili, inaonekana ama inawezekana ili ionekane kuwa injili ni ile ambayo either utakuwa tu ni katili, una roho mbaya, yani watu wanatekwa, wewe unahubiri tu vitu vyako, nasema unaita wenye dhambi waache dhambi, wakati kuna ndugu zako wanakufa, nchi inatapakaa damu, nchi inajaa laana, ardhi ya nchi inalaaniwa kwa sababu ya damu zinazomwagwa. Watu wanaumia kwa namna mbalimbali. Sasa kinachoonekana ni uhubiri ambao unajulikana sana mamlaka, ni ule uhubiri ambao utakuwa haugusi hivyo vitu kabisa. Lakini uhubiri ukishakuwa ni kama unaanza kupinga hivyo vitu, unavigusa, unavichambua, unavielezea kwamba hivi jamani, hapana, Biblia inakataa, Biblia inataka tuwe na huruma, Biblia inataka tuwe na mioyo mizuri, basi haraka sana hapo utanyang'anywa usajili, sijui utafanywa hiki. Anyway, lakini tuna jambo la kujifunza. Kuna mambo mengine pia nimeyasikia kwa juu, nikipata uthibitisho wake naweza nikaja kuiongelea tena na tena, lakini tunalo jambo la kujifunza, kwa sababu kwa sasa kama tukisema uhubiri na wahubiri waendelee tu kuhubiri kile ambacho wazungu walituambia ndio injili, huku wengine wakiwa wanalia, wanateseka, wanaumia, basi jua jamii itajaa watu wenye roho mbaya, makatili, ambao kwa sehemu kubwa tutegemee kuwa ni watu ambao tutalia tena na tena. Kwa tuna haja ya kuwaza kuweka utaratibu ambao kanisa litakuwa ni kanisa litasimama kwenye nafasi ya kanisa litasimama kwenye nafasi ya kupinga mabaya, kupinga maovu, kupinga mauaji, kupinga utekaji, na huo ndio uhubiri. Uhubiri ilikuwa ni kumwambia mfalme, kumwambia yeyote anayefanya maovu, acha maovu haya, kwa sababu usipoacha ghadhabu ya Bwana inaweza kuja. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize, Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Abeid Aman Karume, chama hicho hakikubali utekaji. Hakikubali utekaji.
Narudia tena, chama hicho, Chama cha Mapinduzi, hakikubali utekaji. Hawa akina Ahabu waliokuwa wanaishi wanavyotaka, wanafanya wanaotaka wenyewe, ni kama ndo miungu watu, wanaua wanaita, kwa sababu kama hapa walimuua Naboth. Ahabu na mke wake Yezebeli walimuua Naboth ili tu wapate shamba. Sasa huyu ni Ahabu. Leo ndani ya Tanzania tunao akina Ahabu. It's not necessarily awe ni kiongozi wa juu moja kwa moja, hapana. Ndio maana Askofu Gwajima akasema kuna kikundi cha watu kinachotumika kwa maslahi za kisiasa za baadhi ya watu, lakini sio labda tuseme ni chama ndio ni mtu. Hawa akina Ahabu, akina Yezebeli tunao leo Tanzania. Ni watu aina gani? Ni watu wanaopanga mipango ya kumuua Naboth ili walitamalaki shamba ambalo halikuwa haki yao. Ni watu wanaopanga mipango ya kuhakikisha kwa namna yote Naboth lazima afe, ili ile shamba hata kama alikuwa la kwetu, hata kama Naboth amekataa hataki kutupa, lakini sisi tupange mpango tumuue Naboth ili ile shamba tulichukue. Kimsingi ni kwamba katika mazingira mbalimbali ya kuishi kwetu ambayo tunakuwa nayo, ni vyema ufahamu kama ambavyo unabii ulikuja kwamba mahali pale mlipoimwaga damu ya Naboth, au mahali pale ambapo mbwa ameilamba damu ya Naboth, mbwa watailamba damu yenu. Na niwajulishe pia, ikiwa kuna Ahabu yeyote ndani ya Tanzania ama Yezebeli yeyote, sababu mpango huu wa kuua ulipangwa na Ahabu na Yezebeli. Ikiwa kuna Ahabu yeyote ama Yezebeli yeyote ndani ya Tanzania ambaye anaweza kawa ana aina kama hiyo ya mipango ya either kuteka, kuua ama kufanya chochote ili mradi tu aweze kutamalaki, kupata kitu fulani, ni vema wewe unafahamu mahali pale ambapo mbwa wameilamba damu, ama mahali pale ambapo mamba wamekula mizoga ya watu, ikiwa kosa ambalo limepelekea Askofu Gwajima kufungiwa kanisa lake ni kosa la kuzungumzia utekaji ama kujaribu kutoa ushauri wa namna ambavyo tunaweza tukakomesha utekaji ndani ya Tanzania. Kiwa hilo ndo kosa ambalo limepelekea usajili wake kufutiwa kwa lugha ambayo inaonekana ni mtu anahubiri mahubiri ya nadhani kufarakanisha wananchi na serikali na vitu kama hivyo, mimi nisemacho ni kwamba siziingilii sheria za nchi, lakini kulingana na Biblia na maandiko, Askofu Gwajima yuko sahihi. Inawezekana kulingana na sheria za nchi, kulingana na maslahi za kikundi fulani ama za watu fulani ambao sijui ni kwa jinsi gani wanaweza kawa wanafaidika na vitu hivyo ama wanaviratibu. Inawezekana kulingana na sheria ama kulingana na maslahi ama kulingana na faida za watu amefanya makosa, lakini kulingana na Biblia hana kosa lolote. Hilo alilofanya ndio wajibu wa mcha Mungu, ndio dini na ndio maana hasa ya kuwa mcha Mungu. Ukiwa mcha Mungu unatakiwa kuwa na huruma. Ukiwa mcha Mungu unatakiwa kuwa kinywa, kuwa sauti ya watu wasioweza kuongea. Na inawezekana kwamba kwa namna mbalimbali kumekuweko na watu waliokuwa wakilia kuhusiana na utekaji na mauaji kwa namna mbalimbali, lakini sauti zao hazikusikika. Ni kwa sababu hiyo mtu kama askofu kuongea sauti ambayo inaweza ikasikika, ikawa ni sauti ya kutetea watu, kujaribu kusema turudi kwenye ubinadamu, sidhani kama ni kosa ambalo lingestahili kufutiwa usajili. Lakini ikumbuko nimesema hiyo ni kulingana na Biblia,
na kumbuka maeneo mengi sheria za dunia zilikuwa zikifarakana na sheria za Biblia, kwa sababu sheria yenyewe, kama sheria iliwekwa ili kuwafanya watu wasikosee, watu waishi kwa namna iliyotakiwa. Lakini sheria mara nyingi zinakuwa manipulated, watu wanazitengeneza kwa namna ambayo zitakuwa zinatumika kwa faida zao. Na ni kwa sababu hiyo inawezekana sawa na Biblia akawa ametimiza wajibu wake, lakini sawa na sheria ambazo either ndivyo zilivyo ama ndivyo zilivyo tafsiriwa. Sababu wakati mwingine sheria yenyewe inaweza ikawa haijaenda uelekeo huo, lakini kuna mtu tu anaitafsiri inaenda inakava na eneo ambalo haikufika huko. Sasa kwa nini naongea haya? Naongea haya kwa sababu ya kikundi fulani cha watu ambao huwa wanaweza wakaibuka wakasema, acheni kuhubiri siasa, hubirini Injili. Mnahubiri siasa, mtakiona cha moto. Yesu hakuwaita kufanya hayo. Lakini ukweli ni kwamba Yesu alituita tufanye nini? Yesu mwenyewe alikuwa anahubiri nini? Kama Yesu alihubiri watu wawe na huruma, manake sisi sio tu kuhubiri, kwanza lazima tuwe na huruma. Kuwa na huruma ni pamoja na unavyoona watu wanalia, sauti zao zisikiki, wewe uwasaidie kulia, ulie pamoja nao. Katika Luka sura 6 mstari wa 31, katika Luka kwanza sura 6 mstari wa 36, maandiko yanasema, basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kumbe Biblia imetuagiza kuwa na huruma, imetuagiza tuwe na huruma. Huruma ni pamoja na ukimwona mtu anaumia, analia, jaribu kumuonyesha hata mwingine kwamba jamani, kuna mtu huko analia, kama muone, mimi nimemuona, naona analia, naona anaumia, tumsaidie. Naongea haya nimekwambia kwa sababu kuna kikundi cha watu ambao wanaibuka na kutafsiri vibaya uhubiri, kwamba nyie mnahubiri siasa, hiyo sio dini. Yani mnasema kwamba mnaanza kuhubiri sijui watu waache utekaji, hiyo sio dini, mnahubiri siasa. Lakini ukweli ni kwamba dini ni nini basi? Katika Yakobo 1 mstari wa 27, dini iliyo safi sio nataka mbele za Mungu Baba ni hii, kwenda kuwatazama yatima. Maana yake kuwa na huruma hapo, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao. Kwa lugha nyingine ni kwamba dini iliyo safi ni kuwajali watu walio katika dhiki, kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki yao, na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Kumbe dini iliyo safi inahusisha kuwa na huruma, kuangalia watu walio kwenye dhiki, kuangalia watu walio kwenye maumivu na mateso ya namna mbalimbali. Mithali 31 mstari wa 8, maandiko yanasema, fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, uwatetee watu wote walioachwa peke yao. Kuwa bubu sio wakati wote kwa sababu tu mtu huyu hawezi kuongea. Kuwa bubu wakati mwingine ni unaongea lakini sauti yako hakuna kuisikiliza. Unaweza ukaingia kwenye kundi la aliye bubu kwa sababu ni mtu ambaye hata ukiongea sauti yako inapuuzwa, nani akusikilize? Maandiko yanaagiza fumbua kinywa chako kwa ajili yake aliye bubu, ambaye hata akiongea hawezi kueleweka, hawezi kusikika. Watetee watu wote walioachwa peke yao. Katika Isaya 1 mstari wa 17, maandiko yanasema, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walionewa. Kama kuna mtu mnamuona ameonewa, msaidie, lakini wapatieni yatima haki yake na mteteeni mjane. Kumbe kuwasaidia watu kwa namna mbalimbali, kuwatetea watu kwa namna mbalimbali ni neno la Mungu, ni Biblia. Maeneo mbalimbali katika Biblia hii watu wa Mungu walivyoona uonevu hawakunyamaza kimya.
kuwa mtu wa Mungu ni pale unapoona uonevu na wewe unainua sauti yako. Sauti yako inakuwa ni miongoni mwa sauti zinazoenda kupinga ule uonevu, zinazoenda kumtetea yule aliyeonewa, zinazoenda kuongea na mamlaka yoyote inayojaribu kumnyanyasa yule mtu na kumwambia hapana, ubinadamu sio huo, maisha sio hayo. Na mimi na uhakika kwamba hakuna dini ambayo inakubaliana na utekaji. Hakuna dini, hakuna Biblia, hakuna Qur'ani inayokubaliana na utekaji, isipokuwa watekaji na vikundi vinavyoratibu utekaji ni vikundi ambavyo vimeshatoka kwenye ubinadamu, yani vimetoka kwenye ubinadamu, vimetoka kwenye dini, vimetoka kwenye Qur'ani, vimetoka kwenye Biblia, vimejaa roho ya unyama, vimejaa roho ya mavampire, yani vyenyewe damu zinapomwagika vyenyewe ndo vinafurahia. Hivyo ndo vikundi ambavyo vinaratibu na kusimamia utekaji. Lakini katika dini, hakuna dini inayokubali kuoneana. Dini zote zinaamini katika usawa. Katika Marko nyenzie 17, Marko 6 mstari wa 17. Kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Kwa hiyo Yohana alipoona Filipo mdogo wake Herode amenyang'anywa mke, kwa sababu tu Herode ni mfalme, Yohana alimtetea yule Filipo kwamba si halali kwa wewe kunyang'anya mke wa mdogo wako. Lakini kama hiyo haitoshi, basi Yesu mwenyewe alipinga mauaji ambayo yalikuwa yakifanywa na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa wana utamaduni au maisha yao yalikuwa ni watu wanaowaua manabii. Kwa hiyo Yesu katika kuja kwake alikuwa ni mtu ambaye, tukisema Yesu alihubiri usawa, kwanza kuna mahali alisema iwe na huruma, kuna mahali alisema yale mnayotaka kutendewa ninyi na watu na nyewe watendeni hivyo hivyo. Hapo ndo Yesu alihubiri usawa. Hakuna tofauti yoyote kati ya kile alichohubiri Yesu kusema yale mnayotaka mtendewe na watu na nyewe watendeni hivyo hivyo, na kile alichohubiri Askofu Gwajima kusema akitekwa mtoto wa rais mkamkuta ametolewa macho utajisikiaje, ni kitu kile kile, ni maneno tu tofauti. Ndio maana hata Yesu alihubiri kwa mifano, alihubiri kwa mfano wa mpanzi, alihubiri kwa mifano mbalimbali alihubiri. Kwa nini? Kwa sababu mifano kilikuwa ni kitu kinachoeleweka kirahisi. Sasa Yesu katika Mathayo 23 mstari wa 29 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnayajenga makaburi ya manabii na kuyapamba maziara ya wenye haki, na kusema, kama sisi tungalikuwako zamani za baba zetu, hatungalishirikiana nao katika damu ya manabii. Yani kama sisi tungekuepo zamani za baba zetu, tusinge shiriki kuwaua hawa manabii. Lakini katika mstari wa 31 anasema hivi, mwajishuhudia wenyewe ya kwamba ninyi ni wana wao waliowaua manabii. Kwa yale mnayofanya mnajishuhudia wenyewe kwamba ninyi ni watoto wa wale waliowaua manabii. Na kimsingi jamii hii ya watu ndio jamii ambayo ukipinga baya lolote, yenyewe inaweza ikaja juu ikaona we ni mbaya, hufai kuishi na vitu vingine vingi kama hivyo. Ukiendelea mstari wa 32 anasema, kijazeni basi kipimo cha baba zenu, enyi nyoka wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kwa sababu hiyo angalieni, mimi natuma kwenu manabii na wenye hekima na waandishi, na wengine wao ninyi mtawaua na kuwasulubisha. Maana yake Yesu alikuwa anasema mtawaua na kuwasulubisha kwa sababu alikuwa akifahamu hawa watu ni wauaji, lakini alikuwa anawaambia haya ili waache mauaji. Yesu alihubiri kwa kupinga mauaji. Ukiona alikuwa anapinga mauaji aliyofanywa kwa baba zetu manabii, ujue alikuwa anapinga hata saa hiyo wasiue.
Okay, nikiendelea hapa na wengine wao, mtawapiga katika masinagogi yenu na kuwafukuza mji kwa mji. Hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abili yule mwenye haki hata damu ya Zakaria bin Baraki mliyemua kati ya patakatifu na madhabahu. Sasa mwisho wa yote ninachoongea nini? Naongea kwamba kuna watu ambao yale yaliokuwa na ubiri Askofu Gwajima kupinga mauaji, kupinga utekaji, ninyi mnasema hamna, acheni kuhubiri siasa. Ni mkiendelea kuhubiri siasa lazima mtakiona. Yesu akuita mhubiri ya Yesu aliita sijui mhubirie wenye dhambi. Nataka ujue kwamba wenye dhambi, hata watekaji ni wenye dhambi, wanaoua watu ni wenye dhambi, kuteka ni dhambi, kuua ni dhambi. Injili kabisa ambayo ni injili, unatakiwa uwaambie na wale watekaji, acheni utekaji, hukumu ya Mungu yaja. Mnaopanda katika utekaji mtavuna katika utekaji huo. Kwa hiyo ukishasema unahubiri injili, manake na watekaji nao utatakiwa uwaambie waache utekaji. Hiyo ndio injili. Sasa nikusomee kwamba Mungu alipoona watu wanaonewa katika maeneo mbalimbali kwenye Biblia, alituma manabii kwenda kuambia hapana, msiendelee kuwaonea watu. Hayo sio maisha. Kuishi kwa namna hiyo kutapelekea nchi iende pabaya. Na mara nyingi walikuweko watu mithili ya nyie ambao mnasema hamna, unajua wewe sijui Gwajima unaharibu amani ya nchi na vitu kama, wakati kimsingi anatimiza wajibu wake. Sasa mimi nijuacho na kauli ambayo imenyoka moja kwa moja ni kwamba mtu wa Mungu huwa haribu amani ya nchi. Wanaoharibu amani ya nchi ni waovu ambao hawataki kuacha maovu. Yaani kwa mfano, kuna mtu anateka, kuna mtu anaua, lakini mhubiri anayekuja kupinga utekaji au mhubiri anayekuja kupinga mauaji, huyo ndo anaambiwa anahubiri mahubiri ya kufarakanisha wananchi na serikali. Lakini mhubiri huyu hajasema mnaoteka ni serikali, hajasema mnaoteka ni polisi. Yeye amesema wanaoteka ni kikundi fulani, hajataja jeshi, hajasema wanaoteka ni jeshi fulani, hajasema unayeteka ni fulani. Amesema hivi, kuna kikundi cha watu wanahusika kuteka, tukishughulikie hiki kikundi. Lakini pia kuna ushauri ametoa. Mhubiri huyu ndiye ambaye anaonekana yani vile kusema kwamba sitarudi nyuma, sitanyamaza wala sitavunjika moyo mpaka waliotekwa wote waonekane. Na mengine mengi ambayo anaweza kanaongea, lakini yote anaweza kawa yako kwenye hilo. Inakuwa inaonekana anahubiri mahubiri ambayo yanawafarakanisha wananchi na serikali. Lakini ukweli ni kwamba hivi kuwatafuta waliotekwa ambao hujasema kwamba ametekwa na serikali. Sawa, kuna sehemu amesema anayeteka ni CCM ama ni polisi. Ila kuna kikundi cha watu. Hawa watu ni wa aina gani? Ni wanafanya kazi kwa maslahi ya nani? Sijajua. Lakini wakati mwingine tunapoziona hatua zinazochukuliwa kwamba huyu mtu ameongelea utekaji, huyu mtu ameongelea mauaji, huyu mtu ameelezea msimamo wake juu ya utekaji, juu ya mauaji, katika kuelezea huo msimamo imeonekana ni mtu ambaye ni mbaya, hafai. Hoja ni hawa ambao wanaona mahubiri haya ya utekaji, mahubiri ya kupinga mauaji ni mahubiri ya kuifarakanisha serikali. Na kwa sababu huyu mtu hajasema mnaoteka ni nyie, hajasema. Hawa wenyewe wanakuwa wako kwenye kundi gani? Wako kwenye kundi gani hasa? Kwa sababu wana manufaa yoyote? Ama kwa sababu mtu kama hajakwambia wewe ndo muhusika, unaongezaje kwamba wewe ndo muhusika wakati hajakwambia wewe ndo muhusika? Yeye hajasema, hilo neno unalitoa wapi? Sijajua, labda kama kuna hotuba na maneno mengine ambayo hakuyaweka wazi. Katika Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 17 maandiko yanasema, ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe
ewe mtaabishaji wa Israeli. 18 maandiko yanasema, naye akajibu, si mimi naye watabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa umeziacha amri za Bwana nawe umefuata Mabaali. Nataka niwajulishe, Askofu Gwajima si mtu ambaye tunaweza kusema labda anachafua hali ya nchi. Watu ambao kabisa wanaweza wakawa wanachafua hali ya nchi ni watekaji ama wasiojulikana, japo kimsingi wanaweza kawa kwenye familia zao wanajulikana, ama wao wenyewe yeye kama yeye anajijua kwamba ni mimi ndo ninayefanikisha lile, ni mimi ndo ninayosimamia lile, yeye anajijua. Lakini hawa, nimeongea mara kadhaa kwamba hawa wakishamteka mtu, yule ndugu yake hawezi akawa na amani. Lakini anayeonekana ni mbaya ni yule anayekuja kusema, jamani, ndugu yangu yuko wapi? Ndugu yake fulani yuko wapi? Hiyo ndo anaonekana ni mbaya, ni anachafua nchi, anaharibu amani ya nchi na vitu vingine vingi kama hivyo. Na wengine wanasema amna. Mimi nakumbuka askari waniambia, wewe kama unahubiri, hubiri tu, somaga maandiko, sio unafananisha mambo yaliyofanyika kwenye Biblia. Biblia hii imejaa vitendo vya kila aina. Watu walioona nabii ambaye anatetea watu, ama waliona nabii ambaye anataka haki itendeke. Kwa sababu hapa ni kwamba Ahabu na nyumba ya baba yake walikuwa wanatenda maovu machoni pa Bwana, na kwa sababu hiyo Elia alisitisha mvua isinyeshe juu ya Israeli ili wao washike adabu. Lakini Elia ndo alionekana ni mbaya, akaanza kusakamwa kila kona ya nchi kwa sababu tu yani maovu amefanya Ahabu na nyumba ya baba yake. Ila adhabu ambayo Elia anakuja kuitangaza juu ya Israeli, Elia anaonekana ndo mbaya, wakati kilichopelekea adhabu ni makosa yao. Sasa kimsingi ni kwamba haijalishi huyu nabii anayewaambia unabii kwamba ghadhabu ya Mungu inakuja, ama haijalishi huyu nabii anayepaza sauti hata kama atauawa, lakini kama kuna ghadhabu ya Mungu itakuja tu. Itakuja tu. Njia pekee ya kuepuka ghadhabu ya Mungu ni kutubu, ni kugeuka, ni kuacha ubaya, ni kusema hapana. Ni kweli inawezekana tulikuwa tunanufaika na ubaya, lakini tuache tu. Ni kama una faida yoyote, ni kama ni kwa madhara ya watu wengi. Katika Wafalme wa kwanza hiyo sura 21 kuna kisa hapa ambacho mfalme Ahabu alikuwa anahitaji shamba la mtu, lakini baada ya yule mtu kukataa, baadaye kuna mpango ukasukwa na Yezebeli, wakamuua yule mwenye shamba. Lakini baada ya kumuua, neno la Bwana likamjia nabii wa Mungu Elia Mtishbi. Maandiko yanasema Wafalme wa kwanza 21:17, neno la Bwana likamjia Elia Mtishbi kusema, ondoka ushuke ukutane na Ahabu mfalme wa Israeli akae katika Samaria, yuko katika shamba la mizabibu la Naboth ambaye ameshamuua sasa, ndiko alikoshukia ili alitamalaki. 19, ukamwambia ukisema, Bwana asema hivi, je, umeua ukatamalaki? Nawe utamwambia kusema, Bwana asema hivi, mahali pale mbwa walipoilamba damu ya Naboth, mbwa watailamba na damu yako, naam, damu yako. Ahabu akamwambia Elia, je, umenipata ewe adui yangu? Akamwambia, nimekupata kwa sababu umejiuza utende yaliyo mabaya machoni pa Mungu. Nabii wa Mungu alikuwa anaagizwa kwenda kumwambia mfalme, kwenda kumwambia kiongozi aliyefanya mabaya, kwenda kumwambia yeyote anayesimamia mabaya ya kwamba ghadhabu ya Mungu inakuja, tuache ubaya huu. Ndicho ambacho Askofu Gwajima alikuwa anasema kwamba damu za watu zinapomwagika ni laana ndani ya nchi, tuache mabaya hayo. Lakini ukishakuwa nabii wa Mungu ukaanza kuongea hayo, basi haraka sana swali linalofuata, umenipata ewe adui yangu. Lakini ukweli manabii wa Mungu si maadui. Manabii wa Mungu ni marafiki wa wafalme, kwa sababu wanawaambia wafalme kile kitakachofuata ikiwa wataendelea
na maisha maovu. Hawa akina Ahabu waliokuwa wanaishi wanavyotaka, wanafanya wanaotaka wenyewe, ni kama ndo miungu watu, wanaua wanaetaka. Kwa sababu kama hapo walimuua Naboth, Ahabu na mke wake Yezebeli walimuua Naboth ili tu wapate shamba. Sasa huyu ni Ahabu. Leo ndani ya Tanzania tunao akina Ahabu. It's not necessarily awe ni kiongozi wa juu moja kwa moja, hapana. Ndio maana Askofu Gwajima akasema kuna kikundi cha watu kinachotumika kwa maslahi za kisiasa za baadhi ya watu, lakini sio labda tuseme ni chama ndio ni mtu. Hawa akina Ahabu, akina Yezebeli tunao leo Tanzania. Ni watu wa aina gani? Ni watu wanaopanga mipango ya kumuua Naboth ili walitamalaki shamba ambalo halikuwa haki yao. Ni watu wanaopanga mipango ya kuhakikisha kwa namna yote Naboth lazima afe ili ile shamba, hata kama alikuwa la kwetu, hata kama Naboth amekataa hataki kutupa, lakini sisi tupange mpango tumuue Naboth ili ile shamba tulichukue. Kimsingi ni kwamba katika mazingira mbalimbali ya kuishi kwetu ambayo tunakuwa nayo, ni vema ufahamu kama ambavyo unabii ulikuja kwamba mahali pale mlipoimwaga damu ya Naboth, au mahali pale ambapo mbwa ameilamba damu ya Naboth, mbwa watailamba damu yenu. Na niwajulishe pia, ikiwa kuna Ahabu yeyote ndani ya Tanzania ama Yezebeli yeyote, sababu mpango huu wa kuua ulipangwa na Ahabu na Yezebeli. Ikiwa kuna Ahabu yeyote ama Yezebeli yeyote ndani ya Tanzania ambaye anaweza kawa ana aina kama hiyo ya mipango ya either kuteka, kuua ama kufanya chochote ili mradi tu aweze kutamalaki, kupata kitu fulani, ni vema awe anafahamu mahali pale ambapo mbwa wameilamba damu, ama mahali pale ambapo mamba wamekula mizoga ya watu ambao kwa namna mbalimbali inawezekana either wameuawa, ama ni vema awe anafahamu pia aina hiyo ya mabaya yanaweza kumrudia sana siku yote. Mimi nisemacho ni kwamba Askofu Gwajima umetimiza wajibu wako wa uhubiri, na mimi sijajua ni kwa kosa la kuwatetea au kuwaongelea waliotekwa, ama kuwepo kanisani na kusema nitaendelea na msimamo wangu juu ya utekaji ndilo kosa lililopelekea afutiwe usajili. Sijajua, lakini kama ni hilo, tunayo maswali mengi ya kujiuliza. Mimi nafahamu mwenyewe siko kwenye usalama wote. Jalada langu bado liko polisi, na Jumatatu ijayo nitaenda kuripoti tena, na katika kuripoti kuna mengi, wakijisikia wanaweza kukuacha mle ndani. Lakini pamoja na hayo, kila ambacho ni wajibu wangu wa uchamungu, kila ambacho naweza nikakifanya kama kutimiza wajibu wa kimaandiko, nitaendelea kukifanya kwa manufaa ya ufalme wa Mungu na kwa manufaa ya jamii kwa ujumla. Nisemacho mimi ni kwamba kama kosa linaonekana ni kosa la Askofu Gwajima ni kuwatetea ama kuwaongelea waliotekwa kwa namna mbalimbali, sijajua, lakini nafahamu pia taratibu za usajili wa makanisa yanasajiliwa kwa sheria za dunia. Yani makanisa yanasajiliwa kwa sheria ambazo sio Biblia. Kwa hiyo wakati mwingine pia inaweza ikawa mahubiri ambayo yanaweza kawa ni mahubiri ni yale ambayo yatakuwa hayapingani na mikakati ya dunia ama na uelekeo wa dunia kule inakwenda.
na mahubiri akiwa yanaonekana yanapingana na harakati, mikakati, mipango ya dunia, mahubiri hayo yanaweza akawa yanaingizwa kwenye kundi la uchochezi, ama ni mahubiri ambayo tuseme yanafanyaje, yanaharibu amani ya nchi. Sasa pamoja na hayo, inawezekana pia Mungu ameruhusu haya yote yamtokee Askofu Gwajima na kanisa lake, ili azidi kuweka kitu hiki wazi zaidi, hasa kwa jamii ambayo inaweza ikawa ina mtazamo sahihi juu ya uchamungu. Mungu anaweza akawa ameruhusu haya yatokee ili ikiwezekana, kwa ujumla kama taifa tuanze kutafuta kuwa na usajili wa makanisa ambao utakuwa unaruhusu watu kuhubiri neno la Mungu, kuhubiri Biblia kama ilivyo, kwa sababu sasa hivi tuna usajili wa makanisa ambao mtu anatakiwa ahubiri, tunaita ahubiri matakwa ya wazungu, ama ahubiri injili ya wazungu. Nimeona walokole wengi wanasema hili jambo liko katika ulimwengu wa roho, haliko mwilini. Au wengine wanasema Askofu Gwajima alikuwa anahubiri siasa, kihubiri siasa lazima yakupate hayo. Unajiuliza swali, hivi kuteka sio dhambi? Kuua sio dhambi? Anayeteka hataki kuambiwa aache kuteka? Anayeteka hataki kuambiwa atubu? Unajiuliza swali, hivi ni dini gani inakubaliana kuteka? Dini gani inakubaliana kuua? Bila shaka wote tunakubaliana kwamba ni miongoni mwa amri za Mungu usiue, lakini pia ni miongoni mwa amri ya Mungu usitamani kitu cha jirani yako, kwa sababu mara nyingi kinachopelekea tutekane, tuuane, ni mtu anakuwa kuna kitu amekitaka kwa jirani yake, ama ameona ni kama jirani yake kuna vitu anavibana. Sasa nisemacho ni kwamba kufutiwa kwa usajili wa kanisa la Askofu Gwajima, iwe kosa lake litakuwa ni hilo ama sio hilo, lakini kwa Watanzania kwa ujumla, ama kwa watu wote wenye utu, tunatakiwa kujifunza jambo kubwa sana, kwamba inawezekana hatua tuliopo ni hatua ambayo injili ili onekane kuwa injili inaonekana, ama inawezekana ili onekane kuwa injili ni ile ambayo aidha utakuwa tu ni katili, una roho mbaya, yani watu wanatekwa, wewe unahubiri tu vitu vyako, nasema unaita wenye dhambi waache dhambi, wakati kuna ndugu zako anakufa, nchi inatapakaa damu, nchi inajaa laana, ardhi ya nchi inalaaniwa kwa sababu ya damu zinazomwagwa. Watu wanaumia kwa namna mbalimbali. Sasa kinachoonekana ni uhubiri ambao unajulikana sana mamlaka, ni ule uhubiri ambao utakuwa haugusi hivyo vitu kabisa. Lakini uhubiri ukishakuwa ni kama unaanza kupinga hivyo vitu, unavigusa, unavichambua, unavielezea kwamba hivi jamani, hapana, Biblia inakataa, Biblia inataka tuwe na huruma, Biblia inataka tuwe na mioyo mizuri, basi haraka sana hapo utanyang'anywa usajili, sijui utafanywa hiki. Anyway, lakini tuna jambo la kujifunza. Kuna mambo mengine pia nimeyasikia, ambayo nimeyasikia kwa juu, nikipata uthibitisho wake naweza nikaja kuyaongelea tena na tena. Lakini tunalo jambo la kujifunza, kwa sababu kwa sasa kama tukisema uhubiri na wahubiri waendelee tu kuhubiri kile ambacho wazungu walituambia ndio injili, huku wengine wakiwa wanalia, wanateseka, wanaumia, basi jua jamii itajaa watu wenye roho mbaya, makatili, ambao kwa sehemu kubwa
tutegemee kuwa ni watu ambao tutalia tena na tena. Kwa tunaje kuwaza kuweka utaratibu ambao kanisa litakuwa ni kanisa litasimama kwenye nafasi ya kanisa litasimama kwenye nafasi ya kupinga mabaya, kupinga maovu, kupinga mauaji, kupinga utekaji, na huo ndo uhubiri. Uhubiri ilikuwa ni kumwambia mfalme, kumwambia yeyote anayefanya maovu, acha maovu haya, kwa sababu usipoacha ghadhabu ya Bwana yaweza kuja. Sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka gerezani, ikiwa mimi mwenyewe nalia kutoka mahabusu ya polisi. Niko kwenye hali ambayo sana wakati wote, nami nategemea lolote naweza likatokea juu ya maisha yangu, lakini kila ambalo ni wajibu wangu wa neno la Mungu kutenda, nitautimiza kiukamilifu ili nisidaiwe katika lolote. Niseme heri kila mtu atakayefungwa, atakayeteswa, atakayeuawa. Leo ya Askofu Gwajima anaweza kaonekana wale watu ambao waloni sana kule rohoni kwa wazungu kule, ambako wazungu walituambia ndio rohoni. Wale leo hii wanashangilia, ama kama si wanashangilia, wanamkosoa Askofu Gwajima kwamba Askofu Gwajima, wewe ulikuwa unahubiri siasa, unahubiri mambo ya kimwili. Kwanza huko kwenye CCM uliingia, Mungu akukuita huko, ona sasa Mungu amekupiga. Wale watu wa rohoni sana kwa wazungu kule ndio yani wao leo hii wanaongea vitu kama, lakini hawajiulizi kwamba kwa nini mitume wa Yesu walikamatwa, kwa nini walikuwa napigwa, kwa nini walikuwa naburutwa. Walikuwa naburutwa kwa sababu walikuwa wanahubiri. Maandiko yanasema watu hao wanaleta tamaduni ambazo ni kinyume na tamaduni zetu. Mahali pengine maandiko yanasema hawa wote wanatenda mambo ambayo ni kinyume cha sheria ya Kaisari. Daima mamlaka za ulimwengu zimekuwa ni mamlaka ambazo zinataka ufuate mambo yao, na ukishindwa tu utaonekana unafanya kinyume na amri ya Kaisari, na kwa sababu hiyo utastahili adhabu fulani, ama utastahili ya kukupata. Kwa hiyo leo hii mimi kiongelea hayo ambayo yamempata Askofu Gwajima, mimi naelewa, kwa sababu mimi tayari mwaka jana tulikamatwa karibu kanisa zima, tukaenda jeshi la polisi, tukaandika maelezo na vitu vingine vingi. Mwaka huu nimeenda mwenyewe kulala mahabusu. Kwa naelewa kwamba nini na ukihubiri nini kinaweza kukufikisha wapi, na ukiachana na hayo ukahubiri tu injili fulani ya wazungu, ile ya kuwa tu kama mweu fulani, unahubiri tu kwa watu wanatekwa, wewe unaomba katika ulimwengu wa roho, basi wewe utakuwa salama sana. Katika Matendo ya Mitume 17 mstari wa 6, na walipowakosa wakamkokota Yasoni na baadhi ya ndugu mbele ya wakubwa wa mji, wakapiga kelele wakisema, watu hawa waliopindua ulimwengu wamefika huku nako. Waliopindua ulimwengu manake ni kesi ya uhaini. Mstari wa 7, na Yasoni amewakaribisha, na wote wanatenda mambo yaliyo kinyume cha amri za Kaisari, wakisema na kwamba yupo mfalme mwingine aitwaye Yesu. Wakawafadhaisha ule mkutano. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kuwa mwanafunzi wa Yesu ilikuwa ni kutenda mambo ambayo yako kinyume na amri ya Kaisari, kinyume na uonevu, kinyume na utekaji. Kwa hiyo mimi nijuacho, Askofu Gwajima na kanisa lako mmeyatimiza maandiko ya vile ambavyo mcha Mungu alitakiwa kuishi, bila kujalisha kitawapata nini. Na kwa nafahamu kwamba kwa hali na wakati ulionao sasa, kuhubiri ni kule ambako utakuwa tu umehalalishwa na watu fulani ambao pia watataka uhubiri kwa kushikia remote control. Ila vyovyote vile
tutaendelea kuhubiri mpaka pale ambapo Mungu atakuwa ameruhusu litupate lolote kwa sababu ya kuhubiri huko. Yesu ama Kristo mhukumu wa haki yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi na maisha yake. Hii ndio maana lile neno Maranatha. Amen.